Tamba. Ndugu mgombea wa Chama cha Mapinduzi nafasi ya rais, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, itifaki nimezingatia. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, zaidi kukulinda wewe wakati wote toka tulipofungua kampeni zetu tarehe 28 mwezi wa 9. Lakini nitumie nafasi hii ndugu mgombea kukushukuru wewe katika vikao vyote ambavyo umeviongoza na kuniteua mimi kuwa mgombea wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Babati mjini. Ndugu mgombea, sisi watu wa Babati mjini tumekuwa na shauku ya kukuona, tumekumisi, lakini yote ni ambayo umetufanyia sisi watu wa Babati mjini kupitia ilani ya 2025. Ndugu mgombea, sisi watu wa Babati mjini tulikuwa tuna changamoto ya maji. Maji yalikuwa ya chumvi, ambapo wakati mwingine alikwenda kusababisha hata ugomvi katika familia zetu kwa sababu nguo zilikuwa zikifuliwa zinapauka. Lakini ndugu mgombea, kwa kutambua hilo ulitupa fedha bilioni 17.6 kwa ajili ya mradi wa maji wa Dareda Singu Sigino, ambapo umekwenda kutatua changamoto ya maji. Kama hilo halitoshi mama, umetuongezea bilioni 10 ya maji kwa ajili ya mradi wa Darakuta Kiru Maisaka Katani, ambapo ndipo mji wetu wa Babati unapoelekea. Tunakushukuru sana mama. Lakini sambamba na hilo haukutuacha. Katika mwaka wa fedha 25-26 umetenga milioni 400 kwa ajili ya kutatua changamoto ya maji katika kata ya Mutuka, hususan eneo la Chemchem. Lakini sambamba na hilo ndugu mgombea, umetupa milioni 22 kujenga mabwawa 3 ya kutibu maji. Haya yote ni mapenzi yako kwa ajili ya watu wa Babati. Tunakushukuru sana mama. Lakini ukija katika afya, katika sekta ya afya mama, tunakushukuru, umetutendea haki. Sisi watu wa Babati, hospitali yetu ya mji wa Babati ilikuwa ni chakavu, huduma zilikuwa mbovu, lakini katika miaka yako 4 ya utumishi wako kupitia chama chetu umeweza kutupa fedha bilioni 3.78 kwa ajili ya majengo 8 katika hospitali yetu ya mji wa Babati. Hiyo haitoshi, tulikuwa tuna changamoto kubwa katika jengo la mama na mtoto. Vifo vilikuwa vingi, lakini mama tunakushukuru, leo hatuna vifo katika hospitali yetu ya mji wa Babati, hususani mama na mtoto. Tunakushukuru sana mama. Leo mambo yaliyoko pale ni mazuri. Katika bilioni hizo 3.78 zimeenda kwenye vifaa tiba, matibabu na kuendesha hospitali kwa ujumla. Tunakushukuru sana mama. Lakini sambamba na hilo umeendelea kutujengea vituo vingine vya afya 3 katika mji wetu wa Babati. Umetupa zahanati mpya 3 katika mji wetu wa Babati. Lakini haijatosha, umetupa shilingi bilioni 1 kwa ajili ya vifaa tiba, kwa ajili ya vituo 4 vya afya na zahanati zote 8. Tunakushukuru sana mama. Hakuna mtu kama wewe, tunajivunia wewe. Ndugu mgombea, tunakushukuru kwa ajili ya elimu. Katika swala la elimu mama, umetutoa kindakindaki. Mama tunakushukuru. Umejenga shule mpya zaidi ya 8, shule ya msingi na sekondari. Lakini umetupa fedha shilingi bilioni 4.3 kwa ajili ya shule ya wasichana wa sayansi. Umetupa kipaumbele. Tunakushukuru mama, kwa sababu shule hiyo imejengwa kwenye ardhi ya kwetu. Lakini hiyo haijatosha, leo tuna chuo cha uhasibu campus ya Babati. Umetoa zaidi ya bilioni 13.7. Nani kama mama? Nani kama wewe? Tunaendelea kujivunia kuwa na mgombea mahiri katika Chama cha Mapinduzi nafasi ya urais. Ndugu mgombea, hiyo haijatosha. Katika elimu mitaala imeboreshwa, nasi tunaamini kwa uboreshaji wa mitaala watoto wetu wanakwenda, baada ya kumaliza masomo yao, wanakwenda kujiajiri tofauti na miaka ya nyuma ilivyokuwa. Lakini sambamba na hilo ndugu mgombea, tunakushukuru kwa ajili ya fedha bilioni 19.99
kwa ajili ya ujenzi wa stendi ya kisasa katika mji wa Babati. Lakini katika ujenzi huo umetuongezea na kilomita 8 za lami na kilomita 7.1 kwa ajili ya mitaro mikubwa, ambapo inakwenda kutoa changamoto katika makazi ya wananchi wako, ambapo kipindi cha mvua mali zao zimekuwa zikipata shida, lakini na makazi yao pia. Tunakushukuru sana mama. Lakini kwa kupitia stendi hiyo unakwenda kufungua uchumi wa mji wa Babati. Wananchi wa Babati wanakwenda kujipatia kipato, lakini na mzunguko wa fedha unakwenda kuongezeka. Ndugu mgombea, tunakushukuru pia kwa ajili ya uwanja wetu wa Tanzanite kwa raha. Sisi watu wa Babati leo ligi kuu tunaiona katika uwanja wetu wa Tanzanite kwa raha. Tunakushukuru mama. Leo klabu kubwa nchini za Simba na Yanga tunaziona live katika uwanja wetu wa Tanzanite kwa raha. Hii yote ni kwa sababu ya mapenzi yako kwa watu wa Babati. Tunakushukuru mama. Lakini hiyo haitoshi. Umeendelea kuleta mambo mengi mazuri katika mji huu wa Babati. Ninaendelea kukuomba mama, pamoja na shukurani zetu zote ambazo katika ilani ya 2025 uliyotufanyia, tunakuomba sisi watu wa Babati mjini ndio makao makuu ya mji huu, na ndio maana unaona hata ujio wangu hapa nimekuwa wa mwisho, kwa sababu ndiye mtoto anaachiwa boma. Hao wengine wote wakija hapa wananufaika kupitia boma hili. Lakini mheshimiwa mgombea, CCM oye! Ndugu mgombea, vijana katika halmashauri ya mji wa Babati ni 56%. Ndio maana unaona shauku hii, furaha ni nyingi, ni vijana katika mji huu. Sisi tunakupenda, sisi tunajivunia wewe. Lakini ili tuweze kuendelea, kwa sababu wewe ni mtu wa maendeleo, tunakuomba katika mji huu, kwa sababu ni mji unaokuwa, ikikupendeza utuongezee kilomita katika barabara zetu ziwe za lami, kwa sababu ndio makao makuu ya mji wetu wa Babati. Lakini sambamba na hilo, tuna ziwa Babati. Kama nilivyokwisha kutangulia kusema, vijana katika mji huu ni 56%. Ilani ya 25-30 nimeisoma vizuri, inaelezea namna ya kuwanyanyua vijana, namna ya kuwanyanyua wananchi kiuchumi, ikiwa ni pamoja na ajira. Mimi ninakushukuru kwa ilani hiyo, lakini tunakuomba katika ziwa Babati utusafishie ziwa, ili lile ziwa limevamiwa na magugu. Ukitusafishia ziwa lile, linakwenda kufungua uchumi wa mji wa Babati. Vijana wataweza kujiajiri na makundi mengine kupitia ziwa lile la Babati, kwa sababu utafanyika uvuvi wa vizimba. Tutaomba Wizara ya Uvuvi na Mifugo chini yako, baada ya kusafisha ziwa lile, tuweze kupata mikopo kwa vijana na makundi mengine kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa vizimba. Hapo vipi ndugu mgombea? Lakini ziwa hilo hilo la Babati tutakwenda kulitumia kiutalii endapo litasafishwa. Kwa hiyo tutakwenda kufungua uchumi wa mji wa Babati. Lakini sambamba na hilo, mji wa Babati ni mji ambao unakuwa, ndugu mgombea, ikikupendeza tunaomba utusaidie tupate barabara za bypass katika mji wa Babati, ili baadaye tusiwe na changamoto ya mji kuto kupangika. Ndugu mgombea, kwa sababu umefanya vizuri katika zoezi lako zima la Royal Tour, na sisi tumejionea wenyewe kazi uliyofanya sio kazi ya lele mama, kwa sababu imeleta matunda makubwa ndani ya taifa letu. Na sisi watu wa Babati mjini, mimi na kaka yangu Silo ni mapacha, lile lango ulilojenga ulilotoa fedha katika hifadhi ya Tarangire upande wa Mamire, nasi tunakuomba watu wa Babati mjini, ili tuendelee kunufaika zaidi, tunaomba lile lango utujengee, utupe barabara ya kilomita 24 mpaka kona ya Mrara, ili utalii uweze kufunguka pia kwa upande wa Babati mjini, na wananchi wa Babati waendelee kunufaika na Royal Tour ambayo uliwekeza nguvu zako. Ndugu zangu, kwa sababu ya muda, ninyi
mlio wengi ni vijana wenzangu, mnajua tumekuwa tukishirikiana kwa muda wote. Ninaomba kutumia nafasi hii kuomba kura za kishindo kwa Chama cha Mapinduzi. Ninaomba kura za kishindo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ifikapo Oktoba 29. Ninaomba kura za kishindo kwa madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Ninaomba kura za kishindo kwangu mwenyewe Emmanuel John Kambai ili nipate kuwawakilisha. Wangapi wanakwenda kumpa kura Daktari Samia Suluhu Hassan za kishindo? CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Watu wa Manyara oye! Dr. Samia hoye! Nyosha mikono juu. Oktoba 29 tunaotiki. CCM oye! Naomba nimkaribishe ndugu Umi Nderiana, meya wa ubunge wa viti maalum. Karibu.